Nikukaribishe kwenye dakika chache sana katika mazungumzo yangu mafupi katika siku ya leo. Kitendo cha kuondoa mstari mmoja, maana yake tumejibu au tumeleta ufumbuzi kwenye changamoto nyingi zinawakabili watu. Kuna maswali niliwahi kuulizwa na mtu kwenye simu, nikaona ni maswali ya maana sana niweze kuyarekodi ili na wadau wasikie. Ni vizuri sana ukasikiliza kwa kina unachoambiwa, nawe ukatumia nafasi yako ya kutafakari kwa kina kile ulichokisikia au ulichoambiwa. Ukakifanyia utafiti au uchunguzi wa kina. Baada ya hapo ukajiridhisha kuchukua hatua madhubuti baada ya kusikiliza kitu hicho kwa kina na kukifanyia uchunguzi wa kina. Hukatazwi kusikia. Si jambo baya kusikia, ni jambo jema. Lakini unachokisikia kina faida gani kwako au kina madhara gani kwako? Hili ni jambo muhimu sana, lazima ulizingatie. Litakusaidia kuondokana na mashaka na hofu katika safari ya maisha yako. Ni lazima ulijue hilo na ulitizame hilo kwa upana zaidi. Kila kukicha watu wanatafakari upya na wanakuja na mbinu mpya kwenye kila kitu katika safari ya maisha, kwenye biashara, kwenye kilimo, kwenye kila kitu watu wanafikiri upya. Tena wenzetu huko wanakuja na kila kitu kipya. Dunia inabadilika kwa kasi ya ajabu. Lakini cha ajabu, Afrika unaweza ukawa na mawazo tofauti ya uvumbuzi, kinachotokea ni kushambuliwa. Ndio tatizo la Afrika. Na hii yote ni kwa sababu ya mtazamo hafifu. Uwezo wa kutazama mbali kwa baadhi ya Waafrika wengi, hasa hawa wenye shahada kwenye ukuta, wengi uwezo wao ni mdogo sana. Utakuta mtu ana shahada nzuri kaweka kwenye ukuta, kapewa nafasi nzuri, lakini unastaajabu anachofanya ni kitu gani. Katika nchi nyingi barani Afrika, so nchi moja tu katika nchi za Afrika, nchi nyingi sana. Na ndio maana umaskini wetu au tabu zetu ni nyingi sana. Na mtu hakubali kukiri kama jambo fulani hajui. Anaviona yeye ndio hivyo. Sasa lazima ulijue hilo kama unafanya kazi katika nchi za Afrika. Lazima utarajie watatokea watu kutokukusaidia au kukupa moyo. Watatokea watu kukukandamiza na kukurudisha nyuma. Kwa sababu tu si yeye, ni wewe. Ukilijua hilo huwezi kuishi na tabu yote wala changamoto yote. Kwa sababu unajua huyu ni miongoni mwa wale. Unakuja kuchukua neno, sio kila neno lako unamsikiliza, unamuelewa uelewa wake, unaendelea na maisha yako, unaachana na vitu ambavyo vitakushughulisha baadaye. Wito wangu kwa Watanzania na wasio kwa Watanzania, tuna kila sababu ya kupanua wigo wa fikra ili tuweze kujisaidia si wenyewe na tuweze kuwasaidia ndugu zetu ambao uwezo wao wa kufikiri ni mdogo, uwezo wao wa kipato ni mdogo, na wao wanataka maisha mazuri au wakae katika kuondokana na changamoto katika safari ya maisha yao. Tumia muda wako vizuri kutafakari kwa kina na kutoa ufumbuzi kuliko kulalamika. Yaani toa jawabu ya changamoto zinawakabili ndugu zako. Ndugu hasa wa kitaifa.
Anaweza kawa ndugu wa kabila lako, ndugu wa taifa lako, ndugu wa imani yako. Mradi tu ni Mtanzania mwenzako. Furahia kuona anaishi vizuri, anaondokana na changamoto na anakuwa imara katika kupambana na maisha yake. Yaani tumia mawazo yako kuondoa changamoto zinomkabili katika safari ya maisha yake. Ni jambo jema sana. Tuzungumze na T.R. Msigwa, ndio lugha ninayoenda nayo. Kutumia 0713646691, 0752819047. Tutazungumza, tutashauriana, ikiwezekana tutachukua hatua madhubuti kwa kile ambacho tunachokiona tunastahili kufanya hivyo.